mpenzi mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana. Siku ya leo tuko tena kwenye kipindi chetu cha vijana, na ninayeongoza kipindi hiki ni mimi Mwinjilisti Fimbo Yosefu. Na siku ya leo nina wageni wangu, nina vijana wengi sana siku ya leo. Na wa kwanza hapo anaitwa Glory Msaki, lakini wa pili hapa anaitwa Lightness, lakini pembeni yangu hapa ninaye mtumishi wa Mungu Joshua Soine, alafu pembeni yangu hapa nina Esther Frank, alafu na wa mwisho ni Benaya Chaula. Penzi mtazamaji, siku ya leo tunajadili mada ya vijana, na mada ya leo ni thamani ya kijana mbele za Mungu. Kabla ya kuanza kipindi, hebu nifungue kwa maombi. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa neema yako na fadhili zako. Tuko tena siku ya leo kwa ajili ya kujadili masuala ya vijana. Na leo tunaangazia thamani ya kijana mbele za Mungu. Tunahitaji tuongoze, tunahitaji tuwezeshe. Katika jina lako Yesu uliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Mr. Joshua, tunaposema thamani ya kijana mbele za Mungu tunamaanisha nini? Karibu. Asante sana kiongozi. Tunapozungumzia thamani ya kijana mbele za Mungu tunamaanisha ule utu. Thamani kwa tafsiri nyingine inatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza kama value. Unapozungumzia thamani ni ule utu ambao unakupa uthamani. Kwa kifupi tu ninaweza kusema kwamba thamani ni kitu ambacho kinaweza kuonekana kwa ndani na kwa nje. Kwa hiyo thamani kwa namna ya nje ni muonekano, jinsi unavyoonekana, physical appearance yako, unaonekana vipi. Na ukizungumza pia kwa utu wa ndani, ni yale matendo unayazungumzia ambayo unayatenda au unayazungumza kuyaishi. Watu wanakutambua vipi? Unafanya nini? Ili iweje? Kwa hiyo kwa kifupi sana, sababu na dakika moja ya kuweza kuelezea jambo hilo la thamani, inaweza kujibu kwa namna hii. Thamani kwa physical appearance ni ule muonekano unaoonekana kwa nje. Kwa hiyo utakwenda moja kwa moja direct kuangalia muonekano wa nje. Namna unapovaa, mavazi yako yanaonekana kivipi? Je, yanalingana kwa kijana kama anapozungumziwa thamani ya kijana mbele za Mungu? Yanalingana? Kama jibu ndiyo, inaonekana mavazi yako ni mazuri, yanavutia, yanapicha kwamba naam, huyu ni kijana mwenye thamani mbele za Mungu, basi kijana huyu tunamtambua kama ana thamani mbele za Mungu. Lakini pia naweza kuzungumzia kwa utu wa ndani. Hapa ndo kuna kuwa na tofauti wakati wa kulinganisha. Naweza kukuta thamani kwa nje unaonekana kama vile unaatiki, una hadhi ya kuweza kuitwa kijana mwenye thamani mbele za Mungu, lakini yale matendo yako ambayo yanakutoka ndani ya moyo, ukilinganisha kwamba kile kitu kilichoko ndani yako kinapokutoka katika kinywa ndio kinatutafsiria sisi kuweza kufahamu kwamba huyu ni nani, unazungumza nini, unatenda nini. Kwa namna hiyo, lugha yako, ongea yako, yale matendo yako, namna unavyozungumza, huyu ni rafiki yangu, huyu ni baba yangu, huyu ni babu. Unazungumza, unatumia lugha gani kuweza kusema naye? Je, ninazungumza salamu ya rafiki yangu ninampatia baba yangu, au salamu ambayo ningestahili nimpatie rafiki yangu ninafanya kama ninasalimiana na baba yangu? Si mbaya, lakini unajaribu kupeleka yale matendo yako ya ndani yaweze kuwa yanalingana na mtu unayezungumza naye
ukiangalia age kwa maana ya umri, lakini pia hadhi na heshima ya mtu. Asante sana. Nashukuru sana. Binti Lightness, kuna cha kuongezea kwenye eneo la thamani ya kijana mbele za Mungu? Ndio. Karibu. Ni kwamba tunamaanisha ule umuhimu wa kijana, ule umuhimu wake, Mungu anavyomuona huyu kijana ni wa muhimu mbele zake. Ndio maana ya thamani ya Mungu kwa kijana. Na huu thamani wa kijana mbele za Mungu hautokani na mali au elimu ya kidunia hii, bali inatokana na vile Mungu alivyomuumba huyu kijana na vile alivyomkusudia yeye kumtumikia. Kwa hiyo tunaona kwamba kijana ni moja kati ya mtu muhimu sana duniani, na mtu ambaye ana thamani kubwa sana, yani ana umuhimu mkubwa sana mbele za Mungu. Na hivyo basi kama kijana ana thamani mbele za Mungu, huyu kijana tunaona kwamba anapaswa ajilinde pamoja na kujitunza na kumlingana sana Mungu ili aweze kutimiza ile thamani yake na kuyafikia ile makusudi ya Mungu. Kwa hiyo thamani ya kijana mbele za Mungu ni kubwa sana, na ni ule umuhimu wa kijana mbele za Mungu, na ni vile ambavyo Mungu amemkusudia huyu kijana kuwa. Na tunaona kwamba Mungu alimuumba kijana. Na kwa nini alimuumba kijana? Ni kwa sababu aliona huyu kijana ana uthamani, yani kwamba huyu kijana ana umuhimu mkubwa sana kwake. Yeah. Ndio maana akamuumba kijana, na hivyo ana uthamani mbele za Mungu, na hivyo ndivyo ninavyoweza kusema maana ya thamani ya kijana mbele za Mungu. Asante. Asante sana kwa uchambuzi huo mzuri sana. Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana, tuko tunaendelea na siku ya leo. Mada iliyoko mbele yetu ni thamani ya kijana mbele za Mungu. Huyu kijana ni kijana wa thamani sana mbele za Mungu. Binti Glory, mambo gani yanayoonyesha kwamba huyu kijana ni wa thamani mbele za Mungu? Karibu. Asante sana ndugu kiongozi. Yeah. Mambo ambayo yanaonyesha kwamba huyu kijana ana thamani mbele za Mungu. Kitu cha kwanza, kijana ana nguvu na uwezo wa kumtumikia Mungu. Yeah. Katika kutumika kuna huduma mbalimbali ambazo kijana anaweza kumtumikia nazo Mungu. Yeah. Kwa mfano huduma ya uimbaji. Yeah. Hiyo ni namna ambavyo kijana anaweza kumtumikia Mungu. Pia kuna uinjilisti. Vitu viko vingi, kuna kufanya usafi. Hiyo pia ni huduma ambayo kijana ana uwezo wa kuifanya na ana nguvu ya kuweza kuifanya. Asante kiongozi. Nashukuru sana. Benaya, umesikia thamani ya kijana kwa maana ya tafasiri, imetafasiriwa vizuri na wasemaji. Lakini umesikia Glory hapa amesema vizuri kwa habari ya mambo yanayoonyesha kwamba huyu kijana ni wa thamani mbele za Mungu. Kuna cha kuongezea hapo kwenye maeneo au mambo ambayo yanaonyesha huyu kijana ni wa thamani mbele za Mungu? Karibu. Asante ndugu muongoza mjadala. Mambo ambayo yanamfanya kijana aonekane kuwa ni wa thamani mbele za Mungu. Kwanza, namba moja, tunaangalia, kwa maana tunapozungumzia uthamani ni kitu chenye thamani ambacho kinaleta faida. Yeah. Kwa sehemu husika. Kwa mambo ambayo yanamfanya kijana aonekane wa thamani mbele za Mungu, kwanza ni kumcha Mungu. Yeah. Kumcha Mungu ni namba moja, ambacho kwenye kumcha Mungu ndiko kunazalisha upendo kwa kijana, namna ya kumtumikia Mungu. Yeah. Kwa mfano kwenye huduma mbalimbali kama ni kudeki, kuimba, huduma ziko nyingi kanisani. Kwa hiyo kile kipawa ambacho Mungu amekiachilia kwa kijana, anaona kijana anakitumia kwa ukamilifu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Huo tunaona usamani wa kijana mbele za Mungu. Ni kwamba kijana anatumika kwa Mungu kwa kile ambacho Mungu amembarikia kwa namna ya kipawa, karama na utumishi mbalimbali nyumbani mwa Mungu ili kuleta faida katika ufalme wa Mungu. Kwa ufupi ni hivyo naelewa. Asante. Nashukuru sana. Esther, karibu. Mambo yanayoonyesha kijana ni wa thamani mbele za Mungu. Asante kiongozi wa mjadala. Yeah. Mambo yanayoonyesha kwamba kijana ni wa thamani mbele za Mungu, naongezea ni kijana ana uwezo wa kufanya kazi kubwa kwenye nyumba ya Mungu. Yeah. Au tunaweza tukasema kanisani. Kijana, kwa sababu katika Biblia imeandika kwamba kwenye Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14, nimeandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu. Tunaangalia kwamba kijana anaweza akatumika nyumbani kwa Mungu kwa kazi mbalimbali.
Mfano, kijana anaweza akawa anafanya usafi, kijana anaweza akawa ana huduma ya kwaya kanisani, kijana anaweza akategemeza kwa kanisa au watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba kijana ana thamani kubwa mbele za Mungu, na thamani hiyo lakini haiwezi kujulikana kijana akiwa amerelax mbele za Mungu, kwamba anakuja nyumbani kwa Mungu kama bosi. Lazima kijana atumike nyumbani mwa Mungu ili kuonyesha thamani yake, kwamba yeye kijana yeye ni maalum. Ana utofauti, kwa hawezi akalinganishwa na mzee, wala hawezi akalinganishwa na eji yoyote, kwa sababu yeye ni maalum. Na atatumika nyumbani mwa Mungu ili kuleta faida nyumbani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru. Basi nashukuru sana. Tuje kwako Mr. Joshua. Umesikia wameongea wazungumzaji maeneo au mambo ambayo yanaonyesha kwamba kijana ni wa thamani. Unafikiri kuna cha kuongezea hapo? Nafikiri kwa kifupi sana, sababu kwanza ndugu kiongozi wameweza kuelezea vizuri sana. Lakini kingine cha kuongezea kuhusiana na uthamani wa kijana mbele za Mungu ni pia ningependa nigusie kwenye neno la Mungu kwa kifupi. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Daniel, sura ile ya kwanza mstari wa 8, Biblia inasema kwamba Danieli hakuruhusu kujitia unajisi kwa chakula cha kifalme na kinywaji alichokinywea mfalme. Danieli kama kijana alitambua uthamani wake mbele za Mungu. Hakukubali kuruhusu kujiingiza katika matambiko, kuweza kunywea kinywaji alichokinywea mfalme, ili kuingia kwenye viapo. Kwa sababu ukimjifunza Danieli ni kijana ambaye alipewa kiapo wakati wa utumwa wa Yuda walipokuwa wanapelekwa Babeli. Ni kitabu kile cha Danieli sura ya kwanza. Utaona kwamba walichukuliwa vijana 4, Danieli akiwa kama kiongozi, Shadrach, Meshach na Abednego. Sasa kwa kifupi ni kwamba mfalme aliweza kuamuru kwamba hao ambao watatakuwa kusimama mbele za mfalme ni lazima watapimwa kwa miaka mitatu. Yaani ukisoma ile sura ya 8, Danieli alikataa kuingia kwenye yale maagano kwa sababu ni sawa na maagano, matambiko. Akaomba kwa ule mkuu wa matoashi ambaye namkumbuka jina yake, anaitwa Ashpenaz. Kwa hiyo Ashpenazi yeye ndo alikuwa kiongozi wa kina Danieli, mkuu wa matoashi. Akaomba kwamba ninaomba nipimwe kwa siku 10. Sisi tu tupatiwe chakula cha mtama na maji, tunywe itatutosheleza. Kwa hiyo Danieli alitambua thamani yake, hakukubali kushare kile kitu ambacho ni cha kidunia. Sababu Biblia inasema kwamba yoyote anayefuatisha namna ya dunia kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Kwa hiyo kwa kupitia Danieli tunaona kwamba yeye alitambua thamani yake mbele za Mungu, hakuweza kujilinganisha uthamani wake na mambo ya kidunia. Nashukuru sana. Binti Lightness, kuna cha kuongezea hapo kabla sijakuuliza swali jingine? Ndio. Karibu. Cha kuongezea kipo kwenye mambo gani yanaonyesha kijana na uthamani mbele za Mungu. Kwanza naweza nikasema kijana ni kiumbe wa Mungu. Kwa nini kijana ni kiumbe wa Mungu? Kijana ni kiumbe wa Mungu kwa sababu Mungu ndiye muumbaji na Mungu ndiye aliyemuumba kijana. Na tukisoma kwenye Mwanzo anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ndiye aliyeumba watu na ndiye aliyemuumba kijana. Na kama Mungu amemuumba kijana, hapo awali nilisema kwa nini amemuumba. Ni kwa sababu aliona huyu kijana ana uthamani, ana umuhimu, anaweza kumletea Mungu faida. Ndio maana akamuumba. Kwa hiyo kijana ni kiumbe wa Mungu na ndio maana ana thamani kubwa mbele za Mungu. Pia kingine ninachoweza kusema ni kwamba kijana ni kielelezo kwa wengine. Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo anasema kijana muwe kielelezo kwa waaminio katika mambo mbalimbali. Anawaasa vijana wawe vielelezo. Kwa nini anawaasa vijana wawe vielelezo? Kwa sababu pale
pale kijana anapokuwa kielelezo kwa wengine, anapokuwa mfano wa kuigwa kwa wengine, anaonyesha ule uthamani wake na Mungu anakuwa anatukuzwa kutokana na kijana huyo. Kwa hiyo tunaona kwamba kielelezo au pale kijana anapokuwa kielelezo inasababisha huyu kijana kuonekana ana uthamani mkubwa mbele za Mungu na Mungu kuzidi kumfurahia kijana na kuona kwamba ni sawa alivyomuumba akamweka duniani, kwamba anayatimiza makusudi yake pale anapokuwa kielelezo. Pia tunaona kwamba kwa nini kijana atambue, kwa nini jambo gani lingine linaloonyesha kijana ana uthamani mbele za Mungu ni kwamba kijana ni urithi wa Mungu. Kwa nini kijana ni urithi wa Mungu? Tunaona kwamba Mungu amemweka kijana duniani ili awe mrithi. Kwa nini awe mrithi? Naweza nikaongelea kwamba kuna vizazi na vizazi vinapita. Na kizazi, kwa mfano wakati huu sasa, kizazi kitakachopita, kitakachofuata ni hao vijana walioko sasa. Ina maana ni urithi, uzao wa urithi. Kwamba hawa vijana Mungu amewaweka waendeleze ule urithi wa Mungu na waendeleze yale mambo mengine ambayo Mungu anayataka kwa ajili ya utukufu wake. Na hivyo ndivyo ninavyoweza nikasema hayo ni mambo ambayo yanaonyesha kijana ana thamani. Asante. Kwa nini vijana hawi vielelezo? Kwa nini? Vijana hawawi vielelezo. Umeongelea point ya kielelezo kwamba kijana ni kielelezo. Unaridhika? Hapana. Hauridhiki? Basi jiandae kuja kunijibu hilo swali baadaye. Glory, wewe uko unasoma, kwa vijana wanaosoma, unaona wanajitambua, wanajua thamani yao? Asante ndugu kiongozi. Kwa vijana wanaosoma, naona kuna ambao wanajua thamani yao mbele za Mungu na kuna ambao hawajui thamani yao mbele za Mungu. Nini kinafanya wasijue thamani yao, wala ambao hawajui, kwa kuwaongelea? Kinachofanya wasijue thamani ya Mungu ndani yao ni kule kutokujitambua kwamba wao ni kina nani. Ndio. Basi Lightness, hebu lijibu hilo swali. Afanye nini ili kijana ajitambue? Tujue huyu kijana anajitambua. Nini kifanyike? Asante sana ndugu mwongozaji. Nikirejelea swali lako la kwanza kwamba vijana je wanajitambua hawajitambui, hii inategemeana na vijana. Kuna baadhi ya vijana ambao wanajitambua na wanajua thamani yao, na vijana wengine hawajitambui wala hawajui thamani yao. Sasa nikirudi kwenye swali lako, kwa nini hawa vijana watambui thamani yao, ni kule kukosa kujitambua kwao. Na wamekosaje kujitambua? Kwamba wameshindwa kujijua wao ni nani, wanafanya nini, wanatakiwa wawe wapi, wako kwa makusudi gani. Kwa hiyo tunaona kwamba vijana wengi wapo duniani na wanaishi, lakini hawajatambua lile lengo la Mungu kuwaweka wao duniani, na lile lengo la Mungu la kuwaweka wao waendelee kumtumikia na kuwa kielelezo katika sehemu mbalimbali. Sasa nini kifanyike ili hao vijana waweze kutambua thamani yao? Lazima huyu kijana kwamba ajijue yeye ni nani, anatakiwa afanye nini. Na pia huyu kijana lazima ajue kwamba yeye ni wa thamani, na ujue ule uthamani wake ni upi, na Mungu anatarajia kuona nini kwake. Na sio Mungu tu, hata jamii pia kwa ujumla tunaongelea kwamba jamii pia inatakiwa ione kwamba hawa vijana wana uthamani mkubwa. Sasa kijana kama kijana asipojitambua yeye, tunaona kwamba itatokea hasara kubwa sana katika jamii na katika ulimwengu wa kiroho, yani katika ufalme wa Mungu pia. Asante. Na shukuru sana. Benaya, kijana anatambua kuwa ana thamani sana mbele za Mungu. Unaridhika na wanavyotambua? Swali kwa mimi naweza nikalijibu kwa namna hii. Kwa asilimia kubwa vijana wa sasa hivi, hatusemii wa kanisa hili, tunasemea vijana kwa ujumla sasa. Kwa ambavyo mimi nimeona kwamba vijana wengi hawatambui thamani yao mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Kwanza, kijana hajatambua bado thamani ya Mungu katika maisha yake. Unakuta vijana wengi wanasema ni watoto wa walokole, ni watoto wamekulia kanisani, wanakuja kanisani na wanaimba kwaya, wanafanya na huduma. Lakini anakuambia mimi siamini kama Mungu yupo. Lakini na bado wanakuja kanisani. Na utasema kijana anajitambua au anatambua thamani yake mbele za Mungu? Hapana. Na anakuambia kwamba mimi siamini kama Mungu yupo. Naona haya mambo ni uongo, ni imani ambazo zililetwa na wazungu.
sisi tumekuja kufanyaje? Kuzilisi tu. Na anakuambia kabisa, sisi ukiangalia mifano ya baba zetu walikuwa wanaabudu miti, sijui jua, nini. Mnakuja kutuletea, mnatuchanganya, mnatuletea na dini zenu 1 2 3, sisi ambavyo hatufanyaje? Hatuzielewi. Kwa hapo kwa namna moja, kwanza kijana hajatambua thamani yake, hajatambua thamani ya Mungu kwake katika maisha, kwamba ni kweli Mungu yupo na ni halisi katika maisha. Na kwa asilimia kubwa naweza nikasemea hivi. Kwa sababu gani? Vijana wengi walioko kanisani, kwanza sio wepesi kujishughulisha katika huduma. Na anaweza akawa amekulia kwenye huduma, kuimba, anaimba kwaya, lakini ikifika hatua ameshapevuka, ameshakuwa anajitambua, anaacha. Yani kuna namna anaona kama ni ushamba. Ukiona hivyo unajua kabisa huyu kijana bado hajatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Na wale ambao hawako kanisani. Na wale ambao hawako kanisani naweza nikasemea kwa namna moja. Kwanza moja, ambao hawako kanisani, kuna namna wokovu, ile neema ya Mungu haijawafikia bado. Wakafundishwa, wakaelezwa kwamba Mungu yupo, neema ya Mungu ipo, karibu huku, utapata hivi, utakuwa kijana mzuri, utafanyaje. Hao neema ya Mungu haijawafikia. Lakini kuna wengine neema ya Mungu imewafikia, lakini hawataki kuelewa kama hilo jambo ni ukweli na ni halisi. Sasa wanashindwa, wanabaki wamekaa njia kuu. Wakiangalia vijana waliokoka na ambao wako nje hamna utofauti. Kwa sababu gani? Vijana waliko makanisani mengi, kwanza wokovu ile 100%, kusema kweli, wasimame katika misingi ya imani na katika ile misingi ya neno la Mungu, kusimamia utakatifu ambapo Mungu anataka tuwe kama kijana hawe. Maana ukisoma katika Timotheo anasema kijana, jinsi gani kijana aisafishe njia yake ni kwa kulisoma na kulitafakari nini? Neno la Mungu. Lakini sasa vijana wa duniani wanapoangalia kijana wa kanisani, yani matendo ya kijana wa kanisani hayapo tofauti na mimi. Nitatambuaje hiyo thamani ya Mungu wako? Kama wewe kijana uliokoka, nitatambuaje thamani ya Mungu wako wakati mimi naona yani sometimes wewe ambao wa kanisani ndio umezidi kuliko hata mimi? Nitatambuaje? Kwa ni kwa namna hiyo, kwamba kijana bado hajatambua thamani yake kwa Mungu bado kwa asilimia hiyo. Nashukuru sana. Esther, kuna cha kuongezea hapo kwa kijana kutambua thamani? Vijana wa siku hizi hawatambui thamani zao mbele za Mungu. Nitoe mfano. Kwa sasa hivi unakuta tuseme labda muda wa kanisani umefika, lakini unakuta kijana yeye hawai kanisani, na pia anakuja nyumbani kwa Mungu kama bosi, kwamba yeye atachelewa kufika kanisani. Anakuta vitu vimeshapangwa, vimeshafutwa, zile kazi zimeshafanyika, yeye anakuja kukaa, anasikiliza neno la Mungu, mchungaji akisema yeye ameshawahi mlangoni kwa ajili ya kutoka. Hajui ile sehemu aliyokaa ni safi, nani amefanyia usafi. Hajui kile kiti alichokaa kimepangwa na nani. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta ile kazi ameifanya ni mzee au tuseme ni baba au ni mama, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu Biblia haijaandika kwamba nimeandikia nyinyi wa baba au nimeandikia nyinyi wazee kwa sababu mnayo nguvu. Nasema kwamba nimeandikia nini? Nyinyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Kwa hiyo zile nguvu zinatakiwa, ili kijana yani atambue thamani yake, anatakiwa kutumika nyumbani kwa Mungu ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Yani anatakiwa kufanya kazi ya Mungu. Yani isiwepo mzee akaja akagusa kitu, akute tayari vijana wameshafanyaje? Wameshafanya. Lakini tunaangalia kwa huu wakati ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nashukuru sana. Ulishawahi kukutana na kijana ambaye hakutambua thamani ya Mungu mbele zake na akaharibikiwa? Ndio, wapo wengi. Pasipo kuwataja, nitajie wawili walikutana, hawakufahamu thamani ya Mungu mbele ya maisha yao na madhara yaliyowapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza, usipotambua thamani yako mbele za Mungu, Mungu anakuacha.
kwa sababu utakuwa haumtumikii Mungu, hauna thamani yoyote kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akikuacha, madhara ni mengi atakayokupata. Kwa sababu tunaangalia kwamba hata neno la Mungu linasema hivi, Bwana asipoulinda mji wakesho wafanya kazi bure. Kwa hiyo kama kijana, Mungu akikuacha, hata kama utapambana vipi katika maisha yako, kwenye safari ya maisha yako, labda tuseme kiuchumi, utajikuta kila siku unafanyaje? Unarudi nyuma. Yaani unajitahidi kwa nguvu zako, lakini kila siku unafanyaje? Unarudi nyuma. Na kitu kingine, utakosa ulinzi wa Mungu na uongozi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa ulinzi wa Mungu, kidogo hii inakuwa changamoto. Tunaweza kuangalia pia ulinzi wa Mungu haufananishwi na ulinzi wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ulinzi wa Mungu umeenda mbali zaidi. Kwa sababu tuseme labda tupo kwenye jengo, sawa? Nje kuna askari wanalinda, lakini wamekaa kwenye kila mlango, lakini ameingia mchawi ambaye yeye hatumii mlango. Bwana Yesu asifiwe. Yule mchawi inakuwa ni rahisi kukushambulia wewe kwa sababu unakuwa hauna nini? Ulinzi. Hauna ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana, siku ya leo tena tunakukaribisha kwenye mjadala wa vijana, na siku ya leo tunaangazia thamani ya kijana mbele za Mungu. Nayeongoza kipindi hiki ni mimi Mwinjilisti Yosef Fimbo. Ninakukaribisha. Glory, wewe ni msomaji wa Biblia na unasoma maandiko. Kuna vijana kwenye Biblia ambao uliwaona ni vijana lakini wakaonyesha uthamani, wakatambua thamani ya Mungu mbele za maisha yao. Vijana kwenye Biblia. Ndiyo. Nitajie mmoja. Na uonyeshe alivyotambua ile thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Karibu. Asante ndugu kiongozi. Yusufu alitambua thamani yake mbele za Mungu, ndio maana hata ikapelekea wazazi wa Yusufu kumpenda Yusufu zaidi ya yani zaidi ya kaka zake. Ndio. Na hii ilipelekea hata Yusufu kuingia katika ndugu zake kumuuza na kuingia katika taifa la kigeni, na pia alikuwa na thamani, aliendelea kuonyesha thamani yake hata alipokuwa katika hiyo nchi ya kigeni. Tunaona hata aliposingiziwa kesi, lakini pia aliendelea kuonyesha thamani yake mbele za Mungu, hata ikapelekea kuwa waziri mkuu wa hilo taifa. Asante. Nashukuru sana. Binti Lightness, maswali mawili. La kwanza, ulishawahi kukutana na kijana anayetambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake? Vijana ulishakutana nao? Acha kwenye Biblia. Ulishakutana nao? Ndio. Hebu mtaje na vitu anavyofanya ukasema huyu anatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Asante. Karibu. Yupo kijana ambaye nimewahi kumuona anatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Na huyu ni binti, kwa jina anaitwa Ana. Sasa huyu binti kwa nini niliona kwamba huyu binti anatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake? Kwanza amekuwa ni sawa na kusema ni dada yangu tu. Ni mtu ambaye nimemuona na yashuhudia maisha yake, na muona jinsi anavyoenenda, na ndio maana nina ujasiri wa kusema kwamba nilimshuhudia na nimeona kwamba yeye anatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Na ni kivipi yeye alitambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake? Ni kwamba nilikuwa namuona kwamba jinsi anavyoenenda. Kwanza kwenye maisha yake yote amemtanguliza Mungu. Yaani kwake Mungu ndio first priority. Kabla ya mambo mengine yote, yeye Mungu ndio wa kwanza. Na katika hili amekuwa akikutana na changamoto nyingi shuleni, nyumbani, mitaani, lakini bado amekuwa akisimama na Mungu na kumwamini Mungu. Kwa sababu gani aliendelea kusimama na Mungu? Hii ni kwa sababu alishatambua Mungu ni wa thamani, alijua Mungu ni nani. Akaujua kuwa Mungu ni upi, na akayaona matendo makuu ya Mungu, na ndio maana akaendelea
kumsimama na Mungu kwa sababu aliona ile thamani. Pia amekuwa ni mtu wa kumcha Mungu. Kumcha Mungu kivipi? Kumcha Mungu ni sawa na kusema kwamba ni kule kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu, kuyatimiza yale yaliyo matakwa ya Mungu, kwamba Mungu anataka nini, Mungu anatarajia kuona nini kwako, anayatimiza yote na kuyafanya yote, na anamlingana Mungu sana. Pia ni mtu wa kufanya huduma, kumtumikia Mungu, na ndio maana nasema anaitambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake, kwa sababu kama angekuwa hatambui thamani ya Mungu kwenye maisha yake, sidhani kama angekuwa anayafanya haya yote niliyotangulia kusema. Asante. Wewe unafahamu thamani ya Mungu kwenye maisha yako? Ndio. Thibitisha. Asante sana ndugu kiongozi kwa swali lako. Thamani ya Mungu kwenye maisha yangu ni kubwa sana. Na nathibitisha kama ifuatavyo. Kwanza, Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yangu, kwa sababu hata hivi nilivyo hapa nilipo ni yeye. Hata pumzi ninayovuta wakati huu ni yeye Mungu ambaye ananisaidia na kuniwezesha, kwa sababu mtu mmoja aliwahi kusema kwamba tungeambiwa hata tulipe dola kwa pumzi ambayo tunavuta kila wakati, hakuna mwanadamu ambaye angeweza, hata kama angekuwa ni bilionea kiasi gani, hakuna ambaye angeweza. Kwa hiyo ni thamani ya kwanza ya Mungu kwenye maisha yangu, kwamba uzima nilionao, afya nilionao, jinsi nilivyo, hata kufika hapa Sibuka TV ni Mungu tu ameniwezesha kufika. Sio kwamba ni mimi au kwamba akili au vipi, sio mali, sio uwezo, sio elimu, lakini ni Mungu mwenyewe. Pia thamani nyingine ya Mungu kwenye maisha yangu, Mungu ni mlinzi wangu. Kama alivyotangulia kusema dada Esther kwamba Mungu asipolinda mji wakesho wanafanya kazi bure. Kwa hiyo ulinzi wa Mungu ni mimi. Kuna wakati mwingine unakuta unatembea kwenye maeneo hatarishi, wakati mwingine unakuta ni usiku uko peke yako, lakini katika hayo yote Mungu ndo amekuwa ananilinda. Kwa hiyo ni thamani kubwa sana ya Mungu ambayo ninaiona. Na zaidi sana nikiongelea kwenye swala la elimu au shuleni, Mungu amekuwa na thamani kubwa sana kwangu, kwa sababu amekuwa akinifanikisha, akinipandisha viwango kwa viwango, hata kunifaulisha, kwa sababu sio kwamba eti ninasoma sana au kwamba nina akili sana, lakini ni kwamba tu ni ule uthamani wa Mungu. Mungu jinsi alivyo muhimu kwangu na alivyo maana sana, na ukuu wake jinsi ulivyo mkubwa, ndio maana ananiwezesha katika hayo yote, na hiyo ndio thamani ya Mungu kwenye maisha yangu. Asante. Umefanya nini kuonyesha kwamba unatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yako? Asante sana ndugu kiongozi kwa swali lako. Yapo mambo tofauti na mambo mbalimbali ambayo nimeyafanya. Kwanza naweza nikasema kumtafuta Mungu sana au kumlingana Mungu. Yaani kukaa kumtafakari wema wa Mungu, kumtafuta Mungu, kukaa kuomba, kusoma neno la Mungu. Hii yote ni kama tu kujidhabihu mbele za Mungu au kujitoa kwa Mungu, kwamba Mungu natambua thamani wako kwangu, hivyo nafanya hivi kwa ajili yako, kwa ajili ya utukufu wako. Pia kingine ni kumtumikia Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, namtumikia Mungu katika madhabahu yake. Na hii ni kwa nini namtumikia Mungu? Kwa sababu yeye ni wa thamani kwangu, na kama yeye ni wa thamani kwangu na uthamani kwenye maisha yangu, sina chochote cha kumlipa. Kwa hiyo najitoa kwa ajili ya kumtumikia yeye, angalau kusema ni kama kusema asante mbele za Mungu, kwa sababu hata tukiambiwa tulipe chochote hatuwezi, au hata uambiwe umshukuru Mungu kwa namna fulani ni ngumu. Yani kuna namna tunafika tunashindwa kufikia vile viwango, lakini kujitoa kumtumikia Mungu, kusema Mungu ni wewe umenisaidia, wacha nikutumikie katika hili, kwamba naonyesha nimetambua thamani wako, naonyesha nimetambua umuhimu wako kwangu. Hivyo asante. Nashukuru sana. Asante sana mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM. Tunaendelea, tuko kipindi cha vijana, na siku ya leo tunajadili thamani ya kijana mbele za Mungu. Mr. Joshua, ndio unanithibitishia nini na watazamaji wangu ili wajue wewe unatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yako? Amina. Ninashukuru sana ndugu kiongozi. Swali lako ni kwamba unanithibitishia nini ili basi wapenzi wasikilizaji na watazamaji waweze kuamini kwamba kweli nina thamani mbele za Mungu. Kwamba Mungu una thamani mbele za Mungu. Asante sana. Kwanza kabisa ninaweza kukuthibitishia kwanza kwamba nina neno la Mungu ndani yangu. Hili nitakuthibitishia kwa neno lifuatavyo. Biblia katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 13, maneno ya Mungu yanasema kwamba
ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Na chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini ili ikolee? Haifai kitu ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya kilima. Lakini pia watu hawawashi taa yao na kuweka chini ya pishi, ila uweka juu ya kiango, ili kusudi waangaze watu wote waliomo nyumbani. Kwa hiyo cha kwanza ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni kithibitisho tosha cha kuweza kumthibitishia ndugu msikilizaji na mtazamaji kwamba ninaye thamani mbele za Mungu. Lakini pia kingine, matendo yangu. Namna gani ninavyoishi. Mimi ninaweza nikajieleza kwamba ni mwanafunzi ambaye ni wa level ya chuo. Na pale chuoni pia ninafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni kithibitisho kingine cha pili. Pale mimi ninafanya kazi ya Mungu nikihudumika kwa mambo ya imani. Kuongoza wengine kwenye mambo ya ibada. Kwa hivyo kufanya kazi ya Mungu pia ni kithibitisho tosha cha kuthibitisha kwamba nina thamani mbele za Mungu. Lakini pia cha tatu na cha mwisho, kiongozi na ndugu msikilizaji na mtazamaji, kinachonithibitisha mimi ni namna ninavovaa, uvaaji wangu ninavovaa. Kwa kweli huwa sipendagi nifatishe namna ambavyo ulimwengu unavoenenda. Ninapenda tu nikivaa nionekane kama mimi ninaitwa ni mtu ambaye ninamjua Mungu na Mkristo, nivae jinsi inavyopasa walio wa Kristo au wanayejua maisha ya kimungu, kwa sababu ndio matendo halisi. Ndio muonekano halisi. Vipi kama nitasema najua neno la Mungu, ninalisoma neno la Mungu, ninafanya kazi ya Mungu, halafu tu unanikuta eti kwamba nimevaa suruali mlegezo, au nimeweka tu kitambaa kubwa njiani ninapita, au ninaanza kusalimia kwa salamu za kiuni. Kwa hiyo kingine cha nne, ili sipoteze muda, ni salamu pia. Kute kwamba eti ninasalimia tu ndugu yangu, namwambia vipi mshikaji, mambo vipi? Hoji, mambo yanaendaje? Uko poa? Lakini cha kwanza nitasema Bwana Yesu asifiwe. Habari zako mtu wa Mungu, kwa sababu watu wote wameumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ongea yangu, vaa yangu, lile ninalo lishikilia kama imani kwa maana ya neno la Mungu, huduma ninayofanya kwa maana ya kazi halisi ambayo ndio wito. Sawa, pia nimalize mtumishi wa Mungu. Kisoma kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 1 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi anasema kwamba kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 1 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kwa maana sionei haya injili ya Bwana, kwa kuwa ni uweza uletao wokovu kwa kila aminie. Kwa hiyo sioni haya kusalimia salamu ya Bwana Yesu asifiwe, kwamba Yesu Bwana mkubwa, kama tulivyofundishwa. Sioni haya. Kwa hiyo inanifanya mimi nikaona nina thamani mbele za Mungu, na ninajigamba ninapopita njiani, ninapita na mistari ya Mungu, ninapita na matendo yale ambayo yanampendeza Yesu Kristo. Asante sana. Nashukuru sana. Kwa kweli Mungu akubariki kwa namna ulivyoongea na namna ulivyochambua vizuri sana. Esther, wewe ni msomaji wa Biblia. Tupe mfano mmoja kwenye Biblia wa mtu ambaye alitambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Asante. Kijana aliyetambua thamani ya Mungu. Aliyetambua thamani yake mbele za Mungu. Tunamwangalia kijana Daudi. Kwenye Samuel wa 1 sura ya 17 kuanzia mstari wa 33 na kuendelea. Tunaona kwamba Daudi yeye alikuwa kijana mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kulikuwa kuna jeshi la Wafilisti ambalo lilikuwa linatukana jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia sio kwamba walikuwa hamna hiji nyingine au hamna watu wakubwa au wenye nguvu zaidi ya Daudi. Lakini Daudi yeye alikuwa kijana, lakini alijua thamani yake mbele za Mungu, kwa sababu alikuwa anamtafuta Mungu na anaamini uwezo wa Mungu ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtumikia Mungu, Mungu na yeye hawezi akakuacha. Lazima na yeye akuthibitishe mbele za watu
kwamba kuna faida ya kumtumikia. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi aliamini uwezo wa Mungu uliokuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndo akautumia ule uwezo wa Mungu uliokuwa ndani yake akamshinda Goliati. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona vijana wengi wa sasa hivi hawamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wala hawaamini ile thamani ambao waliokuwa nayo mbele za Mungu. Unakuta pepo anaondoka, mtu anadondoka na mapepo, kijana badala ya kwenda kuombea anahisi kwamba ile kazi ni ya mchungaji tu, kwamba ni ya mzee wa kanisa tu, kijana anakimbia. Lakini unaona Daudi anavyojua thamani yake mbele za Mungu na anamjua Mungu wake ni nani. Na ile anathibitishia watu kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Na shukuru sana. Benaya, mifano ya kwenye Biblia ya watu waliotambua thamani ya Mungu kwenye maisha yao umeisikia. Kuna cha kuongezea? Ndio. Karibu. Asante. Mifano kwenye Biblia naweza nikamzungumzia Daniel. Daniel, Meshaki pamoja na Abednego. Kwa hiyo hata tunapooneshwa kwenye neno la Mungu hawakubabaishwa na kitu chochote, kwa sababu walitambua tunayemtumikia ni Mungu mkuu. Tunapoona wakati kipindi kile Daniel walikuwa wamelazimishwa watu wote wa mji wa Babeli kwamba isujudie sanamu ya nani? Ya mfalme. Yeah. Lakini wao walikataa, wakasema hatuwezi tukaisujudie hii sanamu kwa sababu huyu sio Mungu, ni sanamu tu ambayo haiwezi kuongea, haiwezi kujibu. Sisi tuna Mungu aliye hai. Na walitishiwa kwamba tutawatupa katika tanuru ambalo limechochewa mara 7. Yaani moto wako ulikuwa ni mkali kiasi kwamba unasogea wenyewe unakuunguza kabla hujaingia. Kwa hiyo wao hawakuogopa hilo, walitambua Mungu tunayemtumikia anaweza katuokoa na nini? Na huu moto. Kwa hiyo waliposimama wakaonesha thamani ya Mungu, Mungu akawatetea. Tunaona kwenye moto hawakuungua. Lakini pia tunapoenda mbele kidogo, Danieli alishtakiwa. Wakawa wanatafuta namna huyu mtu tunampateje? Wakasema tutamtafuta kwa habari ya Mungu wake. Yeah. Na unajua kama mtu ambaye anatambua thamani ya Mungu hawezi kumkosea Mungu kwa namna moja au nyingine. Yeah. Kwa habari ya ibada. Kwa wakasema tutampateje huyu mtu? Wakaleta sheria ili wamkamate nani? Daniel. Umeona? Kwa hiyo ni kijana ambaye alitambua thamani ya Mungu. Hata wakati wanapoletewa vyakula vya miungu, wao walisimama kidedea kujitetea kwamba sisi hatutajinadishi kwa chakula cha mfalme, tutakula chakula hichi ambacho kilikuwa kwa kawaida hakina thamani yoyote. Lakini Mungu alijitukuza kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo ni mfano ambao naweza nikazungumzia kijana kwenye Biblia ambaye alitambua thamani yake kwa Mungu. Kwa Danieli unajifunza nini? Kwa Daniel, wewe sasa. Okay. Asante. Kwa mimi binafsi, kwa kijana Daniel, kwanza najifunza kitu cha kwanza ni kutambua ukuu na uweza wa Mungu, jinsi ulivyo. Ni kitu ambacho naweza nikajifunza kwa sababu kwa hali ya kawaida kwa lile tukio, yani nikitafakari, nikijiweka mimi sasa. Yani sheria imeletwa, hamna kufanya ibada. Hamna kufanya ibada au ndo tanuru limechochewa mara 7. Ndo nitaingizwa kule. Yani najiweka kwenye hiyo nafasi. Je, hivi ni kama mimi? Yani kwa jinsi ni uelewa wangu jinsi ninavyomuelewa Mungu. Hivi naweza nikakubali kuingia au naweza nikakataa? Nikasimama. Yani ni kitu ambacho sio rahisi. Kwa mimi kwa Daniel ninachojifunza ni kutambua ukuu na uweza wa Mungu katika maisha yetu. Na shukuru sana. Ndio. Esther, faida zipi kijana anapata akitambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake? Asante, swali zuri kiongozi. Faida ni nyingi sana ambazo kijana anazipata akitambua thamani yake mbele za Mungu. Tunaangalia kwamba kijana yeye akitambua thamani yake mbele za Mungu, faida ya kwanza, Mungu atakuwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua kwa akili zetu, kwa mawazo yetu, kwa ujanja wetu hatuwezi kujiongeza hata kidogo. Lakini Mungu akienda pamoja na sisi,
anatusaidia kufanya mambo makubwa na ya ajabu yaliyoko juu ya fahamu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia tu mfano mdogo wa kijana Daudi, yeye alivyotambua thamani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu zilienda na yeye mpaka akafanya mambo makubwa ambayo kwa akili za kibinadamu kila mtu alisema hapa sisi tumefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na baraka hizo zinakuwa baraka za mwilini na baraka za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia ukipata baraka za mwilini, baraka ni aina gani ya baraka za mwilini? Pia Mungu anakusaidia. Kwa mfano kama mdogo wangu hapa amesema yeye alivyotambua thamani yake kwa Mungu, Mungu alimsaidia kwenye masomo yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia pia kwenye ahadi za Mungu kwenye kitabu cha Kumbukumbu, anasema kwamba Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitambua thamani ya Mungu, baraka za Mungu zikienda pamoja na wewe, utapata tunasema marupurupu. Utapata marupurupu mengi nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, ukijua thamani ya Mungu, hata matendo yako yatakuwa yana reflect, yani utakuwa unaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukiwa unatenda matendo mema, inakusaidia, hii sasa nasemea kimwili, inakusaidia hata kwa wale watu wanaokuzunguka kupata kibali kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna kitu kinaitwa interview yani kwa mfano ameenda mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka, au mtu ambaye anajua thamani ya Mungu na mtu ambaye hajui. Hata kwa mavazi tu. Mimi siwezi kumwacha mtu aliyevaa smart nikamchukua mtu ambaye ameisuka rasta, yani haeleweki, amevaa nguo imechanika chanika. Bwana Yesu asifiwe. Ile inamsaidia, yani kupitia kibali mtu anaweza akapata opportunity mbalimbali hata sehemu za kazi, kupata tu upendeleo sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nashukuru sana. Mr. Joshua, nipe faida za kijana atakazozipata akitambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Karibu. Asante sana. Kwa kuongezea kwa dada hapa alivyosema. Asante sana. Kwa kuongezea kwa dada hapo aliposema, kwanza kabisa mimi nianzie kabisa alipoishia, ila nielezee kwa namna nyingine ndugu kiongozi. Dada amezungumzia kuhusu habari ya uvaaji smart. Mimi naweza kusema kwamba ukiwa mbele za Bwana, kijana anapata thamani ya kuwa na smartness. Usmart ule namna unavyoonekana utendaji wako, kwa sababu ukizungumzia usmart una classify vitu vingi sana pale. Kila spelling inakuwa inakwenda na maana yake. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye kwanza unajali muda, lakini pia utakuwa unafanya vitu kwa wakati sahihi na eneo sahihi. Utakuwa ni mtu ambao unaonekana vizuri uvaaji wako. Utakuwa ni mtu ambaye pia unapotembea njiani unasomeka vizuri, kaa yako unaonekana vizuri. Lakini ningependa niongelee hapo kwa ndani zaidi. Kuna jambo ambalo Yesu aliwahi kuzungumza na mtumishi wa Mungu Petro kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 27 mpaka 30 na 30. Pale Yesu alimuita Petro. Petro akamwambia, Bwana, tazama sisi sote tunakufuata huku. Je, tunapata nini huku? Unaona, ile ni swali nzuri sana. Mimi huwa napenda sana kufuata mifano ya Petro. Ni mtu ambaye kwa kweli anauburudisha moyo wangu. Sasa unajua saa nyingine unaweza kuwa unauliza maswali mengi, lakini akakusaidia pia namna ya kuishi na watu wakakutambua jinsi ulivyo. Kwa hiyo Petro alipomuuliza Yesu vile, Yesu akamwambia kwamba mtu yoyote akiacha wazazi, akaacha mifugo, akaacha mashamba, akaacha mke, mume, watoto, akanifuata mimi, anapata 100% kwa maana ya 100%.
lakini pia na kuurithi uzima wa milele. Kwa hivyo hapo naenda kukujibu swali lako kwamba kwanza kabisa anapata 100% kwa maana mafanikio tunaongelea huku duniani. Na Petro hakuwa na mashaka pia, kwa sababu kabla ya hapo kuna tukio lilifanyika. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka utaona sura ya 5 pale. Alitendewa miujiza. Usiku kucha amevua samaki, uona hajapata kitu. Bado niko kwa mfano ule Petro. Yesu alipomjiria akamwambia tweka hadi kilindini ukashushe nyavu. Kwa neno la Bwana akasema atashusha nyavu. Aliposhusha nyavu akapata vingi, akawagaia na wengine. Lakini pia kuhusiana na uzima wa milele, hatumtumikii tu Mungu ili tupate vya mwilini, lakini pia tuna urithi wa uzima wa milele. Tumefanywa kuwa wakuhani wa kifalme, watu wa miliki za Mungu. Unaona? Taifa teule takatifu. Kwa hiyo ni vitu vingine, tunafanywa kuwa wafalme. Naweza kushangaa kesho katibu wangu hapa nikakuona wewe ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwa sababu tunamtumikia nani? Tunamtumikia Mungu. Kwa tunavalishwa na ufalme, utawala. Tuna mamlaka. Unaona? Lakini pia watu wa miliki za Mungu, wanake si ndio warisi. Sisi vijana ndio warisi, ambao sasa tunategemea baba yetu hapa. Napenda kumtolea mfano Dr. Askofu Leonard Mwizarubi. Yeye ni baba yetu anayetulea. Huko saa nyingine mwinjilisti hapa fimbo akitoka akaenda kuhudumika huko, ametakiwa baraka za Mungu. Naye tunategemea kuwa anakuwa mwinjilisti wa kimataifa. Kwa hiyo ameurithi ule kutoka kwa baba yake ambaye Bwana aliwapatia watumishi wake, kama ilivyo kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Asante sana. Nashukuru sana. Glory, hasara zipi kijana atazipata asipotambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake? Asante ndugu kiongozi. Hasara ambazo atazipata kijana asipotambua thamani yake mbele za Mungu, kwanza atakuwa mbali na uso wa Mungu. Mungu atakuwa hayuko karibu naye kwa sababu hajatambua thamani wake mbele za Mungu. Na hiyo inampelekea kuwa na matatizo labda ya kimwili na kiroho, na hata muda mwingine unakuta anakufa kiroho. Asante. Nashukuru. Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana, tuko tunaendelea na mada, na siku ya leo tunajadili thamani ya kijana mbele za Mungu. Binti Lightness, gusia kidogo faida, lakini baadaye kwa dakika moja useme hasara ambazo kijana anaweza akazipata asipotambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Asante sana kiongozi wa mjadala wetu. Faida ambazo kijana atazipata pale atakapotambua thamani yake mbele za Mungu ni nyingi sana. Kwanza, faida ya kwanza naweza nikasema kwamba ni ulinzi wa Mungu utaupata kwenye maisha yako. Nikirejelea mfano aliotoa dada Benaya wa Daniel na wenzake, tunaona kwamba walilindwa na Mungu. Pale tukimwongelea Shadrach, Meshach na Abednego, pale walipotupwa kwenye ile tanuru la moto, tunaona kwamba walilindwa. Yani ule moto ulikuwa ni mkali sana kiasi cha kwamba waliowatupa waliteketea, lakini wao waliingia na wakakaa kule. Lakini tunaona kwamba malaika wa Bwana alishuka, akawafunika, akawaficha. Ule moto haukuwaunguza wala hawakupata harufu ya moshi. Hiyo yote ni kwa sababu walitambua thamani yao mbele za Mungu na wakajitunza kwa Mungu, wakasema kwamba wao wanamtumikia Mungu mmoja aliye juu. Na hivyo Mungu ambaye ni mkuu na halisi akawaficha, akawalinda, akawatetea. Pia ni faida nyingine ambayo kijana anaweza kaipata pale atakapotambua thamani yake mbele za Mungu. Huyu kijana atapata kibali. Kibali ni nini? Kibali ni ule uwezo wa kukubalika, watu kukuamini, watu kukupa fursa mbalimbali, watu kukuona kwamba unafaa, kukubalika machoni pa watu. Kwa hiyo unapotambua thamani yako mbele za Mungu, ina maana kwamba utakuwa mcha Mungu, mtu mwenye maadili, mtu mwenye staa. Hivyo hata jamii pia itakupa nafasi na fursa mbalimbali, kwa sababu itatokea fursa au watahitaji jambo fulani, ila watamchukua yule kijana ambaye anatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Na si hivyo tu, hata Mungu mwenyewe pia atakupa kibali. Kwamba kwa sababu ili mtu aweze kukubalika ni lazima Mungu mwenyewe awe amemthibitisha na amempitisha mwenyewe. Kwa hiyo ukitambua thamani yako mbele za Mungu na ukamlingana sana Mungu kama kijana, ni lazima Mungu atakupa kibali na atakusaidia.
Pia jambo lingine, utakuwa na mwelekeo wa maisha. Kwa sababu ukijua thamani yako mbele za Mungu, ukamlingana Mungu, ukakaa kwenye uso wa Mungu, lazima Mungu atakuelekeza, Mungu atakuongoza, atakwambia pita hivi, fanya hivi, ichi acha, ichi fanya hivi. Kwa hiyo unapokuwa kwenye ile njia, kwamba maisha yako yatakuwa yamenyooka, utakuwa unaishi kwenye ile dira ya kimungu. Mungu atakuwa ndio mwongozi wako. Kwa hiyo maisha yako yatakuwa na mwelekeo, na pia utaweza kufikia yale yaliyo malengo yako na kuyatimiza yale yaliyo makusudi na mapenzi ya Mungu. Asante. Hasara zipi kijana anazipata kwa muda wa nusu dakika? Asante sana. Kijana asipotambua thamani yake atapata hasara gani? Kwanza ni kupoteza mwelekeo na dira ya kimaisha. Kwa sababu kama hujui thamani yako, ni kwamba hujui wewe ni nani, yani hujui una umuhimu gani. Sasa kama hujui una umuhimu gani, ina maana utakuwa tu ni kijana mwenye kujibweteka, kijana wa kukaa tu, usiye na maana, usiye na tija wala faida kwenye jamii na kwenye kanisa pia. Kwa hiyo utapoteza ule mwelekeo, utapoteza zile fursa. Pia huyu kijana atakuwa ni mtu wa kuishi maisha yasiyo na kibali mbele za watu na mbele za Mungu pia. Kwa sababu ili upate kibali mbele za watu, ni kwamba lazima uitambue thamani yako mbele za Mungu na watu waione hiyo thamani. Kwa sababu kama wewe mwenyewe hujajua thamani yako mbele za Mungu na ukaionyesha thamani yako mbele za Mungu, ina maana hata jamii inayokuzunguka pia haitatambua thamani yako. Nikichukulia mfano wa mwongozaji wetu Mwinjilisti Fimbo, kwamba wewe umetambua thamani yako mbele za Mungu, ukajua kwamba wewe ni nani mbele za Mungu, Mungu amekuweka kwa kusudi gani, unamtumikia Mungu, unaita watu kwa Yesu. Ile thamani uliyoitambua wewe, ndio maana hata jamii pia inakutambua, jamii pia inakupa fursa mbalimbali. Ndio maana tunaona hata leo ni mmoja kati ya wakaguzi wakubwa hapa Tanzania. Kwa hiyo nayo ni moja ya faida ambayo mtu atapata. Lakini pia ukiwa hutambui thamani yako, jamii haitakutambua pia na utapoteza zile fursa na kibali. Asante. Nashukuru sana. Sasa kijana afanye nini ili atambue thamani ya Mungu kwenye maisha yake? Afanye nini? Asante sana ndugu mwongozaji. Nini kifanyike ili kijana atambue thamani yake mbele za Mungu? Yako mambo mengi ya kufanya. Kwanza naweza nikasema lazima kijana ajitambue, kwamba kijana ajijue yeye ni nani, aijue thamani yake pia, kwamba ana umuhimu gani, ana tija gani, Mungu amemweka na ana faida gani kwenye jamii na katika ulimwengu wa kiroho pia. Kijana anapotambua, itamsaidia yeye kuishi maisha ambayo yatakuwa yanaonyesha thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Pia elimu itolewe kwa baadhi ya vijana ambao bado hawajajua, kwa sababu dada Benaya wakati hapo nyuma alisema kwamba vijana wengine hawajajua na hawajapewa hii elimu. Kwa hiyo elimu itolewe kwa vijana, wajue, watambue kwamba wao wana thamani na Mungu anawategemea sana. Lakini zaidi sana, na jambo kubwa kabisa ambalo kijana kilifanya ataweza kutambua thamani yake mbele za Mungu, ni huyu kijana kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yaani huyu kijana anapookoka akamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ina maana tunasema maisha yake yatakuwa chini ya uongozi wa Yesu Kristo. Na kama ni hivyo, huyu kijana atampokea Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atakuwa msaada wake. Roho Mtakatifu atamsaidia, pia atamfundisha, atamuelekeza, atamwambia wewe kijana una thamani hii mbele za Mungu. Mungu anakuona hivi. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu kijana akimpokea Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, itamsaidia sana huyu kijana kuishi maisha yenye thamani mbele za Mungu. Asante. Nashukuru sana mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM kipindi cha vijana. Siku ya leo tulikuwa tunajadili thamani ya kijana mbele za Mungu. Wachangiaji wangu hapa na wazungumzaji wamesema mengi sana kuhusu thamani ya kijana mbele za Mungu, lakini nimefurahi sana wamepitia maeneo mbalimbali. Wamegusia kwa habari ya kwamba kijana ni kiumbe wa Mungu, lakini wanasema kijana ni uzao wa urithi wa Mungu. Lakini kijana yuko mahali hapa kwa kusudi, na wamechambua kwamba kijana asipotambua kusudi la Mungu kwenye maisha yake kuna kuharibikiwa, anapoteza dira, anapoteza mwelekeo. Na tuna hasara nyingi sana za kijana asipotambua kusudi la Mungu, asipotambua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Ziko faida nyingi sana kwamba Mungu, kijana anaweza kainuliwa na Mungu. Lakini cha mwisho, nimefurahi wachangiaji wangu wamesema kwamba ili uweze kutambua thamani ya Mungu kwenye maisha yako, lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kijana ukimpokea Yesu na Yesu akafanyika msaada, Yesu ukishampokea Yesu, Yesu anafanyika msaada, anafanyika na yeye ndiye
ambia sasa kusudi la Mungu kwenye kuumbwa kwako, na yeye ndiye atakayekusaidia wewe kuwa kielelezo katika nyanja zote, kwenye mavazi, kwenye kila kitu, kwenye usemi, kwenye namna unavyozungumza, namna unavyovaa, kwenye kila kitu yeye atakuongoza kwa kielelezo. Kwa hiyo mtazamaji wangu, ninakusihi na kukushauri kwamba mpokee Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wageni wangu, asanteni sana na karibuni tena kwenye kipindi kingine. Asanteni sana. EAG